Mheshimiwa mbunge wetu, nimekufikisha hapa ili uone rai au kilio cha wananchi wa mtaa wa Rwebishule, hususan kivuko chetu. Kama unavyokiona kimetutesa miaka mingi toka tupate uhuru, hatujai kuwa na hiki kivuko. Lakini kwa ujio wako kama mbunge wetu wa halmashauri ya mji, tuna imani na wewe unaenda kutimiza ahadi ya kutujengea kivuko hiki kwa sababu ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi inaelekeza tujengewe vitu kama hivyo, lakini pia kupitia wewe na mheshimiwa diwani wa kata ya Turwa Salim Abubakari akikusaidia mheshimiwa mbunge Esther Matiko, naamini wananchi wa Rwebishule watafurahi na wanakuamini na wana imani na wewe. Kikubwa tusaidie hilo, chonde chonde chonde. Mheshimiwa mbunge, nashukuru sana kwa ziara yako hii, maana imekuja kuchachua na miradi mingine ambayo iliyokuwa imeferi siku nyingi bila msaada wowote. Nikushukuru sana kwa ziara nzuri. Mheshimiwa mbunge, kama alivyoongea mwenyekiti wangu wa mtaa, sio daraja hili likijengwa unufaika sio wa kata ya Turwa tu, na hata kata ya Turwa, maana daraja hili ni kiunganishi kati ya kata ya Turwa na kata ya Bomani. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, ni kuombe tu kama alivyoomba mwenyekiti wa mtaa, katuangalie kwa jicho la pili. Tunashukuru sana, tumekuja hapa kutembelea katika ziara yetu, mwendelezo wa ziara yangu kwenye kata zote za mji wa Tarime, na leo tumeanza kata ya Turwa. Tumeanzia kwenye hii barabara ya Siongo ambayo ni kiunganishi kati ya kata ya Bomani na Turwa, na sote tumeiona kwa sababu bado haijaanza kulimwa, lakini barabara nyingine iko hapo juu tu, kama mita 100 tu nikamata hapo mbele. Kwa hiyo tumefika, tumeona, na wataalamu hapo toka halmashauri wa TARURA pia tutampa na tutaongea na huko juu ili tuhakishe inawe kwenye mpango mkakati kwa mwaka huu wa fedha, ikiwezekana iweze kulimwa na wananchi waweze kupita kati ya mtaa na mtaa, kata na kata, kurahisisha usafirishaji na watu wetu wanaosoma kwenye maeneo haya. Tuwe na daraja zuri kuliko hichi kivuko ambacho baada ya muda kitakuwa kimeoza, kinaweza hata kusababisha uhatarishi wa maisha ya wananchi wa Tarime. Sasa nikuombe mwenyekiti, uridhie diwani na mwenyekiti wangu wa kata, kwa sababu kuna ziara yenu ndefu leo na tumeanzia hapa, twende ili baadaye tukiwa na mtu wa TARURA atatolea ufafanuzi zaidi. Kwa kweli adha ni kubwa sana. Adha ni kubwa, lakini barabara inazidi kuharibika hii. Ambapo mngetibu maji angefuata mkondo huku, afu wananchi wapite, inaunganisha kata mbili, kata ya Turwa na Kenyamanyori. Sawa. Kwa hiyo adha ni kubwa, kwa hiyo na Bomani kata 3. Kwa hiyo dani inayotakiwa ni ndogo, lakini tukiendelea kuweka lami, kwa hiyo uharibifu unaendelea kuwa mkubwa. Kwa hiyo heri ya kutibu mapema kabla haijaleta uharibifu zaidi. Kwa sababu maji yakishaelekezwa huku sasa TARURA wataona jinsi gani wanapatibu hapa, barabara endelee kupitika, lakini mkiacha hivi inazidi kuchimbika zaidi. Natumia hela nyingi kuliko hata hiyo hela ambayo ingehitajika sasa hivi. Sawa. Hii ndio inaitwa barabara ya Malindi, na ile nyingine tuweze kukagua, tujionee hali halisi, lakini zaidi tuchukue katika kuhakikisha tunatatua kero na tunarahisisha upitaji wa wananchi kwenye barabara kwa kuweka vivuko kama hapa hii daraja la Malindi. Na unaweza ukaona hapo kuna tatizo kubwa zaidi. Inawezekana sasa, sijui kama serikali imepima, tukakuta wananchi hapa wako wanachimba wanatafuta dhahabu au madini yoyote ambayo yako hapa. Kwa ni vyema mamlaka husika kwa upande wa madini wakashirikiana na watu wa TARURA, ikiwa kama maeneo haya yanajulikana na madini, basi waweze kutoa tangazo kwa umma kuzuia uchimbaji maeneo haya ili wasiendelee kupanua huu mto wakati tumeweka kivuko tu. Leo wanachimba hapa, uwezekane wakimaliza wanaweza kuja kuchimba huku, hata hichi kivuko ambacho wananchi wameweka kisiweze kufanya kazi. Lakini zaidi kwa kuzingatia haya yote, ina maana inaonyesha ukipaumbele wa kuhakikisha tunajenga daraja au kivuko cha kudumu ambacho sio cha mto, ili sasa wananchi hawa waweze kupita muda wote bila kuleta madhara yoyote, na ikiwezekana na gari zipite kurahisisha usafiri na usafirishaji. Na kwa kufanya hivyo tunakuza uchumi wa mji wetu wa Tarime, wilaya ya Tarime na mkoa wa Mara kwa ujumla. Kwa haya majitoleo yake
ni mchango mkubwa sana na ambao kwa kweli utakumbukwa kwa vizazi na vizazi, na kama alivyopendekeza mwenyewe, kama ikifanikiwa kujenga kituo cha afya kitoe jina lake, na mimi kabisa na support na naunga mkono kwa 90%. Hiyo pia inakuwa inaendeleza kuonyesha moyo wa uzalendo kwa Watanzania ambao wako ndani ya mji wa Tarime. Ukiona kitu sio lazima iwe ardhi, chochote kile unaweza kuamua kutoa katika kusaidia kusukuma gurudumu la maendeleo kwenye mji wetu wa Tarime. Wataliano wana lugha wanasema voce populi voce Dei, kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Mimi napenda kushukuru kwa jinsi ambavyo kila mmoja aliyetaja, kila mmoja aliyeshukuru hajaacha kutaja ukarimu wa Chifu Peter Zakaria, yeye pamoja na familia yake kwa ajili ya kutoa eneo hili kwa ajili ya matumizi ya umma. Mungu ambariki. Amen. Na uhakika ni kwamba hizo sauti ambazo tumekuwa tunazisema ni sauti ya nani? Ni sauti ya Mungu, na Mungu atasikia maombi hayo. Naitwa Msami Omari, ni mwakilishi kutoka TANESCO. Ni kweli naomba niongezee kwa Mheshimiwa Diwani aliposema wakandarasi wameshaanza kazi. Nadhani kwa watu ambao jana tulikuwa kwenye kata ya Nyamisangura, mtaa wa Highway pale, kuna mkandarasi tumeona ameanza kujenga nguzo za laini kubwa za zege zile. Kwa yule mkandarasi ndiye atakuja kukamilisha hili zoezi hapa, na tumeshafanya survey kwa wale ambao wote hawajafikiwa na mradi huu wa nguzo 40. Naomba kuwasilisha. Nyumba zote zilizoko hapa zilikuwa hazina umeme, wanalilia umeme sana, na kweli ukiangalia ni nyumba ambazo zinastahili kupata umeme, na saa nyingine hata wana mchango mkubwa katika TANESCO au serikali kupata mchango wao wa ulipaji wa umeme. Kwa nini zikae bila umeme? Lakini sasa kwa hali hii sasa iliyofikia na juhudi tulizo nazo za mbunge wetu na diwani wetu na viongozi tuliowachagua chini ya Chama cha Mapinduzi, na uhakika sasa hapa patang'aa, kata ya Turu itakuwa safi. Kwa jinsi ambavyo nimekuwa nikielezea na ambavyo mpango ulivyo katika mitaa yote ndani ya halmashauri ya mji wa Tarime inaenda kupata umeme kwa mwaka wa fedha 2026/27 kumalizikia hapo, na kwa juhudi za mheshimiwa wetu diwani kama alivyosema hapa tukaweza kupata, ingeweza kuja kwa baadaye, lakini tayari tumekuja, nguzo zimeshakuja kwenye maeneo haya Buguti, Lebu Center na Gimenya. Kwa tumepita kuangalia na kuhakikisha kwamba umeme unakuja kwa wakati. Msisukumane. Wewe msimame hivi, nikiamua hapa naweza kuambia mguu upande, mguu sawa, mguu upande, mguu sawa. Mko fiti vijana wangu. Kwa mimi nimewakuta hapa nikaona niwasalimie, lakini ziara yetu ni kuongea na walimu pamoja na wenye viti wa mitaa hapa, tuendelee kuona ni nini tuboreshe katika shule yetu. Vile vile tukiangalia miundombinu ya maji, barabara na umeme viweze kufika katika shule yenu, ili sasa walimu na nyote wanafunzi mkiwa mnakuja shuleni mjifunze vizuri kabisa. Si mnakumbuka mara mwisho tuliongea kule? Mkaniomba kitu? Hasa leo nimeleta mpira wa netball na football. Mnapoenda kwenye UMITASHUMTA muwe wa kwanza. Leo nagawa mpira na wa pete na wa miguu, lakini nitaleta jezi kabla mjaanza UMITASHUMTA. Wangapi ni wana michezo hapa? Ongeleni sana sana, ongeleni sana sana, kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan ametuboreshea mazingira ya madarasa. Ukimaliza kusoma lazima ufanye mazoezi ili akili ikae vizuri, si ndio? Lakini mnajua michezo ni afya, michezo ni mahusiano, lakini zaidi michezo ni ajira. Mtu anapata vipaji vingi vikajiajiri katika michezo na vikaleta kipato kikubwa kwenye mji wetu wa Tarime, wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara na taifa kwa ujumla, si ndio? Sasa waje wawakilishi wenu wachukue mpira afu tuondoke.
Nafasi gani? Isabina huyu hapa nataka. Sawa, njoni wote wawili mtachukua kwa pamoja. Isabina, lakini na huyu kaja, wote wawili ni wachezaji wa netball. Mtashinda kombe la mji. Kila la heri, nitawaletea na jezi wanangu. Siondoke, subirini. Huyu ndio stahiki wa kuchukua mpira na football. Matata sana. Anaitwa nani? Baraka. Haya, na wewe nakutakia kila la heri. Haya, tupige picha. Taarifa ya mradi wa ujenzi wa shule mpya ya msingi Ikolo. Chanzo cha mapato. Mradi huu umefadhiliwa na serikali kuu kupitia boosti kwa kutoa kiasi cha Kitanzania milioni 330 na laki 7 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa 8, jengo la utawala 1, matundu ya vyoo 18 na kichomea taka. Kuanza kwa ujenzi. Kazi ya ujenzi ilianza baada ya taratibu zote kukamilika, kama kupata makadirio ya vifaa vya ujenzi kutoka kwa mhandisi ujenzi wa halmashauri, kutangaza tenda ya vifaa vya ujenzi na fundi kwenye mfumo wa NeST. Kwa nini tunakuwa na utoro mkubwa sana? You want to go and get married? No. And for boys, you want to go and start your own business? No. What's the motto of our school? Aspire, believe, achieve. What? Aspire, believe, achieve. Aspire, believe, and achieve. Yes. Are you living the motto? Yes. Do you know the meaning of that motto? Yes. Ngapi wataacha kula chakula cha nyumbani mpaka chakula cha shuleni kichangiwe? Kumbe nyewe you are the problem. You are the problem. Wangapi wanajua umuhimu wa kula chakula shuleni? Wangapi? Wangapi wanajua umuhimu wa lishe mashuleni? Kwa sababu usipokula shuleni wakati unasoma, ukienda nyumbani usiku kala wali, si pilau, machakula usiku kalala, hayasaidii chochote. Ni bora kuchangia shuleni hapa ule, akili ifanye kazi, uconcentrate darasani, ufaulu vizuri, si ndio? Kwa hiyo niwaombe sana, kawaambieni wazazi kwamba mbunge anaomba tuchangie shuleni chakula. Mwenzangu akila namtazama, akirudi darasani amepata nguvu, lakini mimi nakuwa sipati nguvu ya kuendelea kusoma. Sawa eh? Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Wangapi wataambia wazazi wachangie? Wangapi? My next visit here. I'll be happy if the dropout will be 0. Sawa? Wale ambao mmejinroll form 1, if you are 90 mpaka mnamaliza form 4, you will remain 90 unless mtu ahame au kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, of which you don't pray for that, au ametangulia mbele ya haki. Short of that, no dropout. Si unaenda kufanya kibarua, si unavuta bangi, si unaolewa. You should not do that. Wazazi wenu wanataka msome, the government wanataka msome. That's why we are building all these buildings here for you. Sawa? Yes. Sawa? Yes. Yes. Nimalizia kwa kuwapongeza pamoja na mautoro yenu, lakini mmetoka 77% mpaka 84 kwenye ufaulu wa kaka zenu na dada zenu waliotangulia. Sasa form 4 kwa wapi hapa? You are there? Yeah. Mwakishe mnafaulu at least for 90%. All of you lazima muende form 5 au vyuo vya kati. Sawa? You should make sure there is no 0, there is no 4. Sawa? Yeah. Sasa nyewe mnapata 0, 4. Wenzenu kwenye Manyoli kula machakani kula ana majengo mazuri kama haya wanafaulu. Kweli hamuoni aibu? Mnaona aibu eh? Mkirudi nyumbani mna umeme wengi wenu hapa,
wenzenu wengine kule Kongowezi wakirudi nyumbani hawana umeme, lakini wanafaulu kama wengine, hata wanawazidi nyinyi mwenye umeme. Mpo mjini, shule nzuri, walimu wengi wanafundisha. Jamani, wangapi wananiahidi mtafaulu? Thank you very much. Nawapenda sana.